wa nchi yetu. Mheshimiwa Rais tangia aapishwe kushika kiti cha kuiongoza nchi yetu ameweka mkazo sio kwa maandishi na maneno tu, bali kwa vitendo katika kuhakikisha kwamba sekta binafsi ya nchi yetu inakuwa. Haya ameyafanya kwa kusema, ameyafanya kwa kuelekeza, lakini pia na kwa vitendo. Na mimi kwa kuwa nimepata bahati ya kuwa kwenye wizara inayosimamia masuala ya uchumi kwa takribani miaka 4-5 hivi, katika nafasi yangu iliyopita nikiwa waziri wa fedha, nimeshuhudia hatua hizo ambazo Mheshimiwa Rais alizichukua, ikiwemo kubadilisha sheria ili kuwapa nafasi wawekezaji wazawa. Hili limefanyika kwenye sheria kuwawezesha Watanzania kushika uchumi wa nchi yao. Zimebadilishwa sheria za uwekezaji. Zamani vivutio walikuwa wanapewa wawekezaji wa kutoka nje peke yao. Mheshimiwa Rais ameweka kwenye sheria kwamba na Watanzania wanahitaji vivutio hivyo walipokuwa wanapata wawekezaji wageni. Ilianza kivutio kikawa kiko juu kidogo, sheria ikabadilishwa ikaweka mtaji wa kiwango ambacho Watanzania wanaweza wakamudu na wenyewe wapate nafuu ama vivutio hivyo ambavyo wanapata wawekezaji. Hii ilikuwa hatua kubwa ya kuwapa nafasi wa Tanzania kujenga sekta binafsi ya wazawa na kukuza uchumi. Mheshimiwa Rais hakuishia hapo kwenye sheria peke yake. Nimetaja tu mfano sheria ya uwekezaji, lakini pia kwenye shughuli hizi za uzalishaji ikiwemo miradi ya maendeleo. Zamani sheria ilikuwa inasema miradi yote mikubwa itafanywa na wageni kwenye sheria, na Watanzania wanaweza wakapata 30% au subcontracts ama local content, ushiriki tu, hata kama ana sifa sawa na yule mgeni. Sheria ilikuwa inataka mgeni ndo apewe mradi na mgeni ndo amwajiri Mtanzania. Mheshimiwa Rais katika uongozi wake awamu ya kwanza akabadilisha sheria hiyo. Sasa inasema mgeni anaweza akapata mradi mkubwa, lakini sheria pia imesema Mtanzania anaweza akapata mradi mkubwa na yeye ndo akamwajiri mgeni. Katika miaka kadhaa ijayo, hili litatujengea sekta binafsi iliyo imara, yenye nguvu, iliyojengwa na Watanzania. Ndio itatujengea matajiri wa Kitanzania, na tumeshaanza kuona mifano ya utekelezaji wa mabadiliko hayo ya sheria. Mwaka jana katika madaraja yale yaliyojengwa makubwa yale madaraja ya magorofa katika mito iliyokuwa inashindikana, mengi yamejengwa na mkandarasi wazawa. Baadhi yao nimeyapitia, yamejengwa kwa standard za kisasa, madaraja ya videoni. Huo ni mwanzo mzuri wa kuyaishi maneno kwa vitendo. Mikakati mingine ambayo imechukuliwa na serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ni pamoja na kupunguza tozo zaidi ya 245, yakiwa sambamba na marekebisho ya sheria niliyoyasema zaidi ya 28, kuimarisha utozaji wa huduma kupitia mamlaka za uwekezaji hapa Tanzania.
na Mheshimiwa Rais hivi majuzi alipokea taarifa ya tume ya kupitia upya mambo ya kodi za hapa nchini, na maelekezo ya Mheshimiwa Rais ilikuwa tuanze kufanyia kazi mapendekezo ya tume hiyo. Na mimi kama msimamizi wa shughuli za serikali niliwaelekeza wenzetu wa ofisi ya Rais mipango pamoja na wenzetu wa Wizara ya Fedha kwamba tunataka kuanza kuona utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais na mapendekezo ya tume ya Rais ya kufanya marejeo mifumo yetu ya kikodi kuanzia kesho takaposomwa bajeti kuu ya serikali na mswada wa fedha wa mwaka huu. Tunataka tuanze kuona baadhi ya mapendekezo yaliyotolewa, baadhi ya hoja za Watanzania ambazo wamekuwa wakitaka zifanyiwe marekebisho. Tunatarajia kuanza kuyaona kesho. Na mimi niwaambie Watanzania, kesho kutakuwepo na mabadiliko hayo yanayoakisi maelekezo ya Mheshimiwa Rais, lakini pia na maoni yenu wa Tanzania kupitia tume ile ya Mheshimiwa Rais aliyoiunda kufanya marejeo ya mifumo yetu ya kodi. Na lengo lake itakuwa kuibua kina Danieli wengi waweze kuwekeza, waweze kushika uchumi wa nchi yetu. Wewe Danieli utakuwa mwalimu na utakuwa shamba darasa ili kuwaonesha na wengine, kwa sababu upande wa sheria, upande wa marekebisho ya miswada yetu ya sheria utatoa nafasi hiyo. Kesho tusikilize hotuba ya bajeti ya serikali, itakuwa na mambo yale ambayo Watanzania wamekuwa wakiaridia siku nyingi kuhusu mazingira bora ya kuwabeba akina Danieli wengi waweze kuwekeza, ya kuwabeba akina Danieli wengi wanaoanzisha biashara wapate nafuu hizo za kuweza kufanya biashara. Nimekuwa nikisema wazee wetu hawakusomea mambo haya ya kodi, lakini walikuwa na utamaduni ambao leo hii ukiweka kwenye sayansi ya kiuchumi unaona kwamba walikuwa wachumi waliobobea. Wazee wetu wakifugaji walikuwa wakizaliwa kandama kachanga, wanakaacha kwanza mpaka kaimarike ndo waanze kukamua, kwa sababu walijua kakifa kale kandama hawataweza kupata maziwa. Inatufundisha nini leo kwenye uchumi wa viwanda, biashara na uwekezaji? Kwamba ikitokea biashara ndogo changa lazima tuitunze mpaka iimarike ili tuweze kupata hayo maziwa, ili tuweze kupata kodi. Nimefurahi wenzetu wa mamlaka ya mapato leo wapo na wenzetu wa benki leo wapo. Sasa sio ndugu yetu anazindua tu leo mnampelekea makadirio mpaka na ya alipoanza kununua kiatu. Siku gani ya kwanza ulivaa kiatu cha dukani na yenyewe unaikadiria. Tuanze kuanzia mwaka mmoja baada ya kuwa ameshaanza kuzalisha kwenye hizi biashara ndogo, ili yawe biashara ndogo zote zipate muda wa kujipanga na kuimarika. Hatua ambazo zimechukuliwa na serikali ya awamu ya 6 zinaakisi dhamira ya dhati ya kujenga uchumi wa matokeo makubwa unaoongeza tija katika sekta ya uzalishaji na unaotengeneza ajira.
Ndugu yangu Daniel Robin na Goa umeonyesha kwa mfano kwamba haya ni mambo yanayowezekana. Kwa nini tunarudia jambo hili la ajira na kwamba uchumi wa sekta binafsi ndio utakaotoa ajira? Nilisema zamani wakiwa wanafunzi wa vyuo vikuu wako 40, wa sekondari wako 90, wa shule za msingi wako chini ya 1000. Maana yake ilikuwa nini? Ungeweza kuwapeleka kwenye mashirika ya umma, ungeweza kuwapeleka kwenye mawizara. Lakini kama nchi zilivyoendelea, leo hii vijana wanaoingia katika soko la ajira kwa mara moja ndani ya kila mwaka ni takriban milioni 2. Kama sekta nzima ya umma ina watumishi wa umma wasiozidi 600,000 kwa miaka yote tangu uhuru, maana yake sio hata kwa muujiza unaweza ukasema inawezekana kwamba wale wanaoingia kwenye soko la ajira milioni 2 kila mwaka wote wanaweza wakaenda kwenye sekta ya umma. Sio jambo rahisi hata kwa muujiza. Kwa maana hiyo, hii ndiyo njia sahihi ya kuifuata, na hivi ndivyo mataifa makubwa yenye uchumi mkubwa yalivyofikia hatua za kuwa mataifa makubwa, na hivyo ndivyo wanavyoishi